yahillu lahu min alhaidhi, yale yanayohalalishwa kwa mume kutokana na mwanamke mwenye hedhi. Ma yahillu lahu min alhaidhi, yale yanayohalalishwa kwa mwanaume kutokana na mwanamke mwenye hedhi. Wayajuzu lahu, na panaruhusiwa kwake yeye an yatamatta'a, kustarehe bima duna alfarji, katika maeneo yasiyokuwa utupu, min alhaidhi, kutokana na mwanamke mwenye hedhi. Wa fihi ahadith, na ndani ya jambo hilo kuna hadithi. Al-awwal, hadithi ya kwanza, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla shay, fanyeni kwa wake zenu kila kitu wakiwa katika hedhi, illa nikah, isipokuwa tendo la ndoa tu. Rawahu Muslim an Anas, ambaye tumesoma kule nyuma, sio? الثاني, hadithi ya pili, ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kutoka imepokea kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema, kana Rasulullah sallallahu, alikuwa mtume wa Allah, yaamuru ihdana, anamuamrisha mmoja wetu katika sisi wake zake, idha kanat haidhan, atakapokuwa ni mwenye hedhi, an tattazira, kufunga kibwebwe, an tattazira, kufunga kibwebwe, an tattazira, kufunga kibwebwe, ambapo alitizaru ni kitendo cha mwanamke kuvaa shuka, alafu lile shuka akalikunja, yani alitizaru maana ni kile, yani mwanamke akavaa shuka akadhibiti, akalifunga kwa madhubuti eneo hili ambalo lina utupu. Hii inaitwa ni alitizaru. Nasema amefunga kibwebwe, yani amefunga kwa nguvu zote eneo lile ambalo lina utupu, ni eneo lile ambalo lina utupu. Sawa? Kwa hiyo alitizar maana ni at-tasatturu au as-sitru ma baina au sitru ma baina as-surrati war-rukbatayn, hiyo inaitwa alitizar, ni kusitiri lile eneo ambalo liko baina ya kitovu na magoti mawili. Kwa hiyo atakuwa hagusi mwanamke au mwanaume ila juu ya shuka ambalo limefungwa hapo. Tayib. Kwa hiyo anasema idha kanat haidan, atakapokuwa ni mwanamke mwenye hedhi, an tattazira, afunge kibwebwe, thumma yudaji'uha zawjuha, kisha ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة يباشرها، kisha ana mfanyia mubashara, kisha ana mfanyia mubashara. Mudajaa ina maana kulala pamoja, kisha ana naye, au alisema mara nyingine waqalat marra, alisema mara nyingine yubashiruha, anamfanyia mubashara, anamgusa, anagusa. Kwa ukisema bashara zawjatahu, maana amemgusa na kustarehe naye mke wake pasi na kufanya naye jimaa, hiyo inaitwa mubashara. Hiyo ndio inaitwa mubashara. Kwa hiyo almubashara ina maana mudaaba katika sheria. Hiyo mubashara ina maana mudaaba katika sheria.
Mudaaba ina maana kucheza na mkeo kwa kumfanya mambo yafuatayo: imma kumbusu, hili linaingia katika mubashara, au kumbusa mkeo mwili wake, kubusa ule mwili wake, inaingia katika mubashara, au kutumia kile kiwili chake chote kustarehe. Kwa hilo jambo ndilo ambalo alikusudia kwamba Mtume sana alikuwa anafanya hicho kitu, kawa anambusu mkeo, anamgusa mkewe kwenye mwili wake, na mambo mengineyo yenye sura kama hiyo ambayo yamefungamana na mahusiano ya ndoa. Hilo ni jambo mubah, hata kama mwanamke ana haidh, maadamu tu hawajafanya jimai, hajaingiza dhakari yake katika utupu wa mkewe, hilo ni jaiz. الثالث jambo la tatu, an baadhi azwaji nabii sallama, kutoka baadhi ya wake zake mtume alayhi wasallam, inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah, kana idha arada min al-haidh shay'a, alikuwa yeye anapotaka kutoka kwa mwanamke mwenye hedhi chochote kile, alqa ala farjiha thawba, anaweka katika utupu wa mwanamke nguo, thumma sanaa ma arada, kisha anafanya kile anachotaka. Tumeona hapo faida. Sheikh Albani kaika faida hapo, mubasharatul haidh thalathat aqsam, kufanya mubashara na mwanamke mwenye hedhi umegawanyika katika vigao vitatu. Ahaduha an yubashiraha biljimai fil farji, kumuingilia kwa kufanya mubashara kwa kumuingilia katika utupu. Fahadha haramun biijma'i almuslimin, hili ni haram kwa makubaliano ya Waislamu wote, binassi alqur'ani alaziz was-sunnati as-sahiha, kwa dalili ya Qur'ani tukufu na sunna iliyo sahihi. Qala alulama, wamesema ulama, walau itaqada muslimun, law ataitakili muislam illa jima'i alhaidhi, uhalali wa kumuingilia mwanamke mwenye hedhi, fi farjiha, katika utupu wake, sara kafiran murtadda, bas huyo angalikuwa ni kafiri tena mwenye kuritani. Walau fa'alahu insanu ghayru mu'taqidin illahu, lau kama atafanya mtu pasi asiyekuwa ni mwenye kuitakidi uhalali wa hilo, fa in kana nasiyan, ikiwa amefanya hivyo kwa kusahau, amuingilia mkewe akiwa katika haidh, au jahilan, au akiwa mjinga, biwujudi alhaidh, kuwa labda hajui kwamba hedhi ipo anayo, au jahilan bitahrimi, au ni mjinga hajui kuwa ni haram, au mukraha, au mwenye kulazimishwa, fala ithma alayhi, hatakuwa na madhambi. Kwa kikuuliza mwanamke, mume wangu amenilazimisha kufanya jimaa nikiwa katika hedhi mpaka akafanikisha kwa nguvu, je, na madhambi? Yeye hana madhambi, lakini mume atakuwa na madhambi. Tayib, wa in wati'aha amidan aliman, na ikiwa atamwingilia mkewe kwa makusudi na akiwa ni mwenye kujua kuwa ana hedhi, wa tahrim, na anajua kuwa kumwingilia mwanamke katika hedhi haram, mukhtaran, na wala hajalazimishwa, faqad irtakaba ma'siyatan kabirata, hakika amepanda madhambi na maasiya yaliyokuwa makubwa. Nassa ash-Shafi'i ala annaha kabira, na ameeleza Imamu Shafi'i rahimahullah, na ametolea dalili kuwa jambo hilo ni dhambi kubwa, watajibu alayhi tauba, na panawajibika juu yake tauba. Hiyo kigao cha kwanza. Alqismu athani, kigao cha pili, almubasharatu fima fawqa as-surra, kufanya mubashara, kumfanyia mwanamke mubashara katika eneo ambalo liko juu ya kitovu, liko juu ya kitovu, wa tahta ar-rukbati, na lililo chini ya nini, magoti mawili, bidhakari, kwa kutumia dhakari yake, au bilqublati, au kwa kutumia nini, kubusu, kwa kutumia, au bilqublati, bidhakari, kwa kutumia utupu wake, au bilqublati, au kwa kubusu, au almu'anaqati, au kwa kukumbatia, au lamsi, au kwa kugusa, au ghaira dhalik, au mambo mengine yasiyokuwa hayo.
Umeelewa? Kwa hiyo kufanya mubashara kwa kutumia ima utupu wako wewe au ulimi wako ukabusu au ukakumbatia au ukamgusa maeneo yaliyo chini ya nini, kitovu, yaliyo chini ya magoti mawili na yaliyo juu ya nini, kitovu chake. Nini hukumu yake? Wa huwa halalun biittifaqi ulama, na hilo ni halali kwa makubaliana na ulama. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني نامتاج الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة نكون كبوة الإجماع على هذا، ما كبليان يا علماء فاجمو هلو ماذا كيو ni jambo jaiz. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة، kufanya mubashara kwa mkeo fima baina surra, katika eneo ambalo liko baina ya kitovu wa rukba na magoti mawili, fi ghairi alqubuli, katika usiokuwa utupu wa mbele, wa duburi, na utupu wa nyuma. Fahadha in kana almubashiru, umeelewa hayo maelezo? Jambo hili ikiwa huyo mwenye kufanya mubashara mwanaume yadhbitu nafsahu, ana uwezo wa kuidhibiti nafsi yake, anil farji, akawa ni mwenye kukaa mbali na utupu wa mwanamke, wayathiqu min nafsihi, na anajiaminisha katika nafsi yake, bijtinabihi, kuwa ataweza kujitenga na huo utupu, imma li dha'fi shahwatihi, imma kwa sababu ya udhaifu wa matamanio yake, kwamba yani hana kasi sana, matamanio yake yako mbali sana kiasi kwamba hata kuwa nakupa na utupu. Wa imma li shiddati wara'i, au imma kwa sababu ya ukali wa tahadhari alionayo. Wa imma li shiddati wara'i, na imma kwa sababu ya ukali wa tahadhari alionayo, kwamba yeye kwa yoyote atakapokuwa yeye ni mwenye kushika tahadhari hataweza kuingia ndani, bali atagusagusa tu, ataacha. Sawa, jaza, itajuzu, wa illa, isipokuwa fala, wa illa, na kama hatakuwa na hali hizo, kwa maana kwamba na matamanio makali, lakini vile vile hajiaminishi, hana tahadhari ya hali ya juu katika hilo. Sawa, wa illa, na kama si hivyo, fala, haijuzu kugusa maeneo hayo, liannahu, kwa sababu kugusa maeneo hayo, dhari'atun, hiyo ni njia, lilwuqu'i fil haram, ya kuingia katika haram. Wassalamatu la ya'diluha shay, na usalama haufanani na kitu chochote kile, hivi hautakikani kuchezea usalama. Wazi?